Kwingineko, shirikisho la mchezo wa taekwondo duniani limesifu shirikisho la mchezo huo humu nchini na taifa la Kenya kwa kuandaa vyema mashindano ya dunia kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 21 baina ya tarehe 3 hadi 6 mwezi huu katika ukumbi wa Kasarani. Wakati wa mashindano hayo ya siku 4, Abol Afazi Zandi na Milana Bekulova walipokea tuzo za wachezaji waliodhaminiwa zaidi. Tazama. Baada ya kukamilika kwa mashindano yenyewe, shirikisho la dunia liliorodhesha taifa la Kenya miongoni mwa mataifa yenye uwezo wa kuandaa vyema mashindano ya kimataifa. Kwenye taarifa yao, shirikisho hilo la dunia lilisema maandalizi ya Kenya yalikuwa ya hadhi ya juu, ratiba ilipangwa vyema na wachezaji kutoka mataifa ya kigeni walifurahia kujitolea kwa shirikisho la Kenya kufanikisha mashindano hayo, ikiashiria kujitolea kwao kukuza talanta za chipukizi. Makala hayo ya kwanza yaliwapa chipukizi fursa kuonesha talanta zao wanapolenga kushiriki kwenye mashindano mengine ikiwamo michezo ya Olimpiki. Wakati huo chama cha Coast Taekwondo kiliandaa semina ya marefa na makocha wakati wa makala ya pili ya mashindano ya Mombasa West Taekwondo. Timu ya marefa na makocha 6 itakuwa ikisafiri kwenda nchini Korea kila mwaka kwa mafunzo zaidi kuanzia mwaka ujao kwa lengo la kuendeleza zaidi mchezo huo humu nchini. Jumla ya timu 12 zikiwamo Kwale, Kilifi, Taita na Mombasa zilishiriki kwenye mashindano hayo na timu zaidi zinatarajiwa kushiriki mwaka ujao wakati wa makala ya 3. Sisi hatupati misaada ambapo kuna talents. Hata juzi tulikuwa na mashindano ya under 21 lakini performance ya Kenya ilikuwa mbaya kwa sababu hatupati finances. So ningeomba serikali, hata hii michezo wanasema ni midogo, washughulike na kuisponsor. Ni ngumu sana kuona matimu kadhaa zingine kutoka Kwale, Kilifi, Mombasa kuungana pamoja kuja kwa sababu ya mchezo. So nadhani hii ni hatua tumeweka tayari. Na tunajua kuwa kesho ama mwaka ujao tutaweka hatua 1-2, at least timu tuwe na watu waongezeke na at least tuwe tunainusha kipaji cha taekwondo katika nchi yetu ya Kenya. Ningependa kwamba sote kwa ujumla kwanza tuitane, tuweke kiburi kando, tuweke dharau kando, tuweke tofauti zetu kando. Tukuje katika do ambayo ndio kizazi cha taekwondo. Tukuje katika ile do, napoongea tuongee na sauti moja, si hawa wameandaa game huku wengine wameandaa game kule, itakuwa sio sawa. Wazazi waweze kushirikiana na sisi ambao tuna organize such tournament ili tuweze kuweka natija ya build skills za vijana wetu na pia kuweka discipline wakati wa holiday. Kama unavyojua kuwa tumekuwa na holiday ndefu hizi za Disemba, na holiday zenyewe zinahitaji vijana waweze kujumuika, waweze kufanya vitu ambavyo vitaweza kuwa keep off from drugs na pia other activities ambazo zinaweza kuweka life yao at risk. Timu ya Miritini ilitoa ubingwa wa mashindano hayo mbele ya Patana na Frere zilizoridhika na nafasi za 2 na 3 mtawalia.